Jambo la 8, kwenye fungu lile la 5 panasema huyu mnyama akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Hayo maneno ya makufuru tumeshayasema, labda niongezee tu kusema kwamba hiki kinywa cha kunena makufuru huyu mnyama hakupewa na Mungu, bali alipewa na Shetani, mpinzani namba 1 wa Mungu. Kwenye fungu la 6 panasema akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakao mbinguni. Mambo ya kanisa hili yanamtukana Mungu, yanalitukana jina la Mungu, yanatukana maskani ya Mungu, yani patakatifu au hekalu la Mungu, na yanatukana wakao mbinguni, kwa mfano malaika na viumbe wengine wa mbinguni. Rais wa nchi yetu ya Tanzania kwa mfano akitukanwa na kudharauliwa, tutajisikia vibaya sana, maana heshima yake inatuwakilisha sisi. Hiki ndicho kinachotokea mbinguni. Mnyama anapomtukana Mungu na jina lake, viumbe wa mbinguni wanajisikia vibaya, wanajisikia kutukanwa, maana wanamheshimu Mungu. Jambo la 9, kwenye fungu lile la 5 pia tumeelezwa kuwa mnyama wa Roma atapewa uwezo kufanya kazi miezi 42. Kule nyuma tumeshajifunza kipindi cha miezi 42 kwamba miezi 42 ina siku 1160, kwa maana ya mwezi wa kibiblia wenye siku 30. Kwa hiyo siku 1260 zilizoko ndani ya miezi 42 zikichukuliwa kuwa ni miaka, kama tulivyojifunza kule nyuma, ni sawa na miaka 1260 ambayo ilianza mwaka wa 538 mpaka mwaka 1798. Ukitoa miaka hii unapata miaka 1260. Tulishajifunza kule nyuma kwamba hicho ndicho kipindi ambacho kanisa la Roma lilikuwa kinara wa dunia na giza kubwa la kiroho liligubika dunia. Ni rehema za Mungu tu kwamba Mungu alitunza neno lake kupitia kwa watu waaminifu waliojificha kwenye milima na mapango ili kuhifadhi urithi wa imani tulionao leo katika neno lake. Jambo la 10, kwenye fungu la 7 tunaambiwa kwamba mnyama wa Roma akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na